Wewe mwanamke, hivi sinaongea na wewe eh? Yaani humu ndani tumekuchoka. Haiwezekani toka umekuja kila siku natupikia vyakula vibichi. Hivi huko kwani ulipotoka umefundwa kweli? Wewe mama mkwe hata kikuchukia haina shida. Kwani wewe hujui kuona mtu anateseka huko na anatupiwa hadi vitu nje? Wewe uko na mume wako unaogopa nini? Kama mume wako ana shida na wewe na ni familia tu, eti shemeji na wifi ndo anakusumbua akili paka uachane utoke kwenye ndoa yako yaani hao waoni tu kama takataka. Wewe mwanamke, hivi sinaongea na wewe eh? Yaani humu ndani tumekuchoka. Haiwezekani toka umekuja kila siku natupikia vyakula vibichi. Hivi huko kwani ulipotoka umefundwa kweli? Au uliwahi hata kukaa chini siku moja ukasema nijifunze kupika ndio uje upikie familia za watu? Hivi una shida gani nikuulize? Kila siku huku ndani wa maneno. Hakuna siku hata moja ulioniacha nikakaa kwa amani, siku ikaisha. Una matatizo gani? Yaani ndio hivi, ndio nimeshasema. Tumechoka sasa hivi. Haiwezekani babangu aende akatafute, alete vitu, afu uje tupikie vyakula vibichi. Nikuulize, hicho chakula kibichi nilipika lini? Leo ikawa ni mara ya pili. Shida yako wewe wifi yangu, una mdomo sana. Mbona hakuna mtu yoyote aliyokuja kunishtakia kwamba chakula ni kibichi? Wewe ndo una shida gani labda? Sasa nakupa onyo. Ikijitokeza tena, safuria hiyo nzima utakula mwenyewe. Tusipandane kichwani. Wewe ni mwanamke, kama umesomea upishi pia unaweza ukaja ukapika chakula ambacho kimeiva, watu wakaridhika huku ndani. Sawa Nadhani tunaelewana. Kuanzia leo na kuachia majukumu. Jikoni utaingia wewe. Sawa mama? Utupikie chakula kilichoiva. Kasema nani? Si ndio unavyotaka? Tumeelewana. Muone kwanza. Mwanamke mwenyewe mchafu. Hivi kweli? Hapana. Kazidi huyo jamani. Kaza biharufu kibao. Sijui ni panya kafa humu ndani. Hivi kweli mwanamke amefundwa kweli huyu? Mavyombo machafu, yani mazingira hayaeleweki. Yaani unaonekana hata mwili wake usafi. Selemba. Naam shemeji. Samahani kama nitakukwaza. Usiwe na shida shemeji. Hivi ni kitu gani kimekukumba mpaka ile siku tumekukuta pale? Ni story ndefu sana. Story gani hiyo? Shemeji, mimi nilikuwa naishi na wazazi wawili. Nilikuwa naishi na baba na mama. Lakini familia yangu mimi ilikuwa ina migogoro. Siku moja baba na mama walikuwa wanapigana. Baba akampiga mama, mama kaanguka chini. Na baba akakimbia. Sikuwa mbali na maeneo hayo.
Nikakimbia nikamfuata mama. Namgeuza mama, damu zimetapakaa kila mahali. Na mama alikuwa ashafariki. Pole sana. Asante shemeji. Ila wewe mtoto wa kiume, jikaze. Usijali, si tutakuwa na wewe bega kwa bega. Sawa, ngoja mimi nikapumzike zangu. Baada ya maziko saa 10, baba alilia kwa huzuni. Akasema, wanangu, kifo hakina huruma. Kabla jarudia mara 2, naye akakata roho, mwili ukaacha roho. Uzuri tuliwapenda sana, nyinyi mnajua, ila Mungu kawapenda zaidi. Tuliwapenda sana, oh mama. Oh, mke wangu. Umeshindaje? Umeshinda salama. Karibu. Asante. Mbona kama uko sawa? Nini shida mke wangu? Wewe si ndio ulikuwa unayataka? Kuna nini mke wangu? Nini kimetokea? Toka tuko kwetu, nilikwambia mume wangu tusiende kule kwenu. Familia yako mimi sitaezana nayo. Haya, una sasa kinachonikuta. Mke wangu, mbona mambo ni ya kawaida? Na nikwambia nivumilie kidogo tu mke wangu. Kwa nini tena kimeendelea huko jamani? Hivi unajua mdogo wako leo amenizalilisha sana huku ndani. Lini mimi nimepika chakula kijaiva? Licha ya mdogo wako, ndugu zako, wazazi wako wananifanya mimi humu ndani kama mfanyakazi. Kwa mimi sina maana. Mke wangu, nisamee. Samee mimi. Lakini pia kumbuka nilikuomba mke wangu, nivumilie kidogo tu. Bado najipanga. Siku za hapa karibu tutaenda kutafuta chumba chetu. Umenielewa mke wangu? Unaona mazaro ya mdogo wako? Karibu. Asante. Karibu tukae hapa jamani, maana watu tumepoozewa, sio poa. Asante. Za hapa lakini. Nzuri tu dada za utokapo. Tunamshukuru Mungu. Mishe zinaenda. Kabisa. Vipi mama, nimemkuta? Mama ametoka muda mrefu na sijajua hata ameelekea wapi. Anategemea kurudi saa ngapi? Sijajua, maana ameondoka hata taarifa hajanipa kwa ameelekea wapi na muda wa kurudi saa ngapi. Sasa kuna mali nilikopo naelekea kwanza. Inabidi niende, nitamrudia. Sawa, kama atawahi kurudi nitamwambia ulikuja, alafu atakusubiri. Ila mbona kama sura yako imepoteza nuru? Uko sawa kweli? Maana sijakuzoea kukuona hivyo. Niko sawa dada, ila tu ni baadhi tu ya changamoto zinazotokea hapa nyumbani. Yaani naona kama vile ndio inaenda kunishinda dadangu. Hebu ishi hapo hapo. Hivi unajua kuna watu ambao wanatafuta ndoa, wewe umeipata, unasema kwamba itakushinda. Inakushinda vipi? Purchase your tracks today. Samahani kijana wangu, kuna mambo naomba tuongee.
nimetambua nimekukosea. Nilijua wewe ndio ulikuwa na msichana wangu, lakini kumbe alikuwa ni kijana mwingine. Nilikufananisha tu. Wewe mama vipi? Juzi wakati unabobwanya maneno yako unaniambia mimi kijana wa ovyo, sijui nini, sijui kuvaa, sijui mchafu. Leo unaniomba msamaha nini? Afu isitoshe mimi nishakwambia mimi siwezi kutoka na mtoto wako. Mtoto wako sio type yangu. Wewe unanikazania natoka mtoto wako. Ah, umenitukana matusi yako sharizika. Leo msamaha nini? Hapana kijana wangu. Kumbuka mimi ni kama mama yako. Naomba unisikilize angalau hata kidogo tu. Nikuulize tu. Ingekuwa ni mama yako, usingemsikiliza au usingemsamehe? Angekuwa kama mama yangu, lakini sio mama yangu. Kwa sababu mama yangu mimi hawezi kuniambia maneno ulioniambia wewe. Yaani matusi yote ulionitukana, kila mtu sasa hivi anajua hapa. Yaani sasa hivi hata ngitembea, ushanishushia hadhi yangu mama yangu. Sawa? Kwa maneno ulionitusi mimi nashukuru. Na nikwambie tu kitu kimoja, sawa? Wewe ni jirani yangu kweli, lakini kila mtu apate mambo yake. Kwa ulipofikia, hatuwezi tukaendelea tena au tukayajenga kwa sasa hivi. Tusifikie huko. Tambua tuko kwenye mji wa watu. Kumbuka sisi ni majirani. Inaweza ikatokea jambo lolote lile ambalo likakupata wewe au likanipata mimi au hata likampata binti yangu. Alafu tukashindwa kusaidiana. Wewe mama, labda nikwambie kitu kimoja, sawa? Mimi usizoee na sitaki mazoea na wewe. Maneno ulionitusi juzi yanatosha, nashukuru. Wewe fuata mambo yako, nifuate mambo yangu. Kwa sababu mimi nilifundishwa kitu kimoja. Siku zote usiongee ukamaliza. Mama, uliongea ukamaliza. Uliniambia kila kitu. Yaani ulinitusi mpaka matusi ya nguoni. Leo unaniambia ngusamee nini mamangu? Wewe fuata mambo yako na mimi mfuate mambo yangu. Naona umejiandaa kutoka, unaenda wapi? Naenda kwa marafiki zangu. Marafiki zako? Wewe mwanamke una akili kweli? Yaani utoke uende kwa marafiki zako umwache mume wako amekaa ndani? Unajua zamani hamna kweli? Na ungekuwa unajua thamani ya mwanamke, usingekuwa unafanya huo upuuzi wako ulikuwa unafanya. Upuuzi gani? Umeusahau, si ndio? Kwa nini unapenda kuyarudia maneno hayo kila siku? Nilishakwambia huyo mtu aliyekuletea hayo maneno mlete hapa aongee mbele yangu na mimi nikiwepo. Mpaka leo yuko wapi? Hebu njoo kaa hapa. Kwa nini unapenda kufuata maneno ya watu? Hebu tukae chini tujadili kuhusu maendeleo yetu hapa ndani. Maendeleo gani? Hivi mume wangu, kuna kitu kingine unachokiweza zaidi ya wanawake tu? Hapo ni umeambiwa tu maneno ya kuambiwa. Je, ungenikuta live ungefanya nini wewe? Nilishakukataza achana na maneno ya watu. Nilichokuitia ukae hapa. Kuna siku uliniambia unataka nikupe mtaji ufanye biashara. Sasa nimewaza tujenge banda pale nje. Likishaisha tukanunua vifaranga wadogo wa broiler ufuge. Na Seremba yupo, mtasaidiana. Au nikupe mtaji ufungue biashara yako. Hapo mwanzo ulikuwepo wapi? Na leo ndo umejua kwamba kuna umuhimu wa biashara? Sio kwamba hapo mwanzo nilikuwa wapi. Mimi nilikuwa nakufikiria nikufungulie biashara gani au nikupe hela ya mtaji ufanye biashara gani. Usiona labda nilikuwa nimekaa kimya, ila kwa sasa hivi ndo nimewaza nikufungulie biashara ya kufuga kuku. Kwanza umenichukuliaje? Mimi wa kuinamisha kiuno changu kuanza kuzoa mavi ya kuku huko nje. Siwezi kufanya huo uchafu mimi. Kwanza kwangu mimi sijui najionaje. Umesikia? Na usichokijua siwezi kufanya hiyo biashara mimi. Nikufungulie biashara gani ambayo unaona nakufaa? Mimi ndo naondoka zangu hivyo. Taonana baadaye. Kuona ni dharau. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke. Wewe mwanamke wewe.
na huu mziki uliouanzisha huu utaucheza na hao marafiki zako hao marafiki zako, wewe utaelewa tu. Hivi wanawake wasa hivi, ni weekend Jumapili nimekaa nyumbani nimetulia, nategemea nitulie na mke wangu, alafu wakati mwingine na hata kwa nini weekend zimewekwa? Si tungeendelea tu na kazi kila siku. Stress za namneza nini sasa? Kuchosha na akili kwa kia Mungu. Ana kupuzi kweli kweli. Dada, familia hii hawa watu humu ndani wananifanya mimi ndo nakosa amani kabisa. Yaani toka nimefika humu ndani hakuna chochote kinachoendelea, hakuna kitu nitafanya humu ndani nikaambiwa ni kizuri. Kila nachokifanya kinaonekana ni kibaya, kinamkera kila mtu humu ndani. Nisikilize, ndoa ni kuvumilia na wala si kukimbia. Unanielewa mdogo wangu? Leo utasema utoke hapa uende kwa mwanaume mwingine, utaenda utakutana na huyo mwanaume mwingine ni kiboko zaidi ya hapo ulipotoka. Hivi utajutia maisha yako au ni afadhali ungebakia hapo hapo ulipotoka? Dada, yani unaongea tu kama ni rahisi. Ningekupa viatu vyangu uvivae, usingetoka hapa na hapo nje. Kwa sababu tumefika humu mimi na mume wangu toka siku ya kwanza. Tumekaribishwa kweli vizuri, tukaishi tu hivyo, ila changamoto imekuja kuanza pale ambapo wamefahamu kuwa nina mtoto na huyu mtoto sio wa ndugu yao. Yaani wifi, shemeji, mama mkwe, hata baba. Yaani wananifanyia vitu ambavyo kama vile ni mimi sio binadamu au kama vile mimi nimetenda dhambi kubwa sana. Mpaka nashindwa nifanyeje. Nisikilize mdogo wangu. Kwa kuwa mume wako anakupenda, usimjali cha mama mkwe, usijali mashemeji wala mawifi. Angekuwa ni mume wako anakuchukia, hapo ungesema sipendwi. Unanielewa? Lakini mume wako yuko bega kwa bega na wewe. Wewe mama mkwe atakikuchukia haina shida. Kwani wewe unajua kuona mtu anateseka huko na anatupiwa hadi vitu nje? Wewe uko na mume wako unaogopa. Unaogopa nini? Kama mume wako ana shida na wewe na ni familia tu, eti shemeji na wifi ndo anakusumbua akili paka uachane utoke kwenye ndoa yako, yaani hao waone tu kama takataka. Mke wangu, umefuata nini hapo? Na mimi nikuulize, unafanya nini hapa? Sitaki kubishana na wewe. Sawa. Juzi nilikuambia nina mkutano na wazungu. Na ndo nimetoka juu kule Roshen namba 4 kwenye ukumbi wa mkutano. Wewe umefuata nini hapa? Afadhali hata roho yangu imetulia. Kawivu baba. Hujanijibu swali. Wewe umefuata nini hapa SG? Mume wangu, kuna rafiki yangu wamechukua ukumbi hapo juu. Wana sherehe ndio maana niko hapa. Ndio hao wanaimba huko juu? Ndio. Sasa mbona hukuniambia kama unakuja kwenye sherehe? Wiki iliyopita si nilikwambia, lakini si ndio hii sherehe? Kumbe ndio mlikuwa mnaongelea SG Resort? Ndio. Unajua mawazo nayo yamekuwa mengi. Sasa unawaambia nini wale ambao wanatafuta hoteli za kufikia na kumbi nzuri? Mume wangu, mimi ninawaambia tu, mimi na mume wangu tulibugi kufunga ndoa uchochoroni. Jamani, huku SG Resort mambo ni moto. Yaani hautamani uondoke. Hutamani mume wangu, au turudie kufunga hii ndoa. Unamaanisha tufunge ndoa upya tena? Hapana, ile ilishapita. Sasa cha kufanya, kwa sababu umetamani mazingira ya SG Resort, tuandae tu sherehe alafu tutaifanyia hapa.
Umeongea mume wangu. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, naogopa nitacha umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani nachongea. Yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwa